Tumsifu Yesu Kristo. Zangu wapendwa, tarehe 29 leo kanisa linafanya kumbukumbu ya Mtakatifu Katarina wa Siena. Alizaliwa huko Siena, Italia, lakini kadiri ya hadithi tunaambiwa Katarina akiwa mdogo aliweka nadhiri kwa Mungu ya kuishi ubikira kwa maisha yake yote, akiwa mdogo kabisa. Lakini anakuwa binti ambaye ni wa kuchumbiwa, kuolewa kwenye miaka 16. Wazazi wake walikuwa wakimvalisha nguo nzuri na kumpamba kwa nywele safi, lakini yeye aliyakataa mavazi hayo, aliyakatakata. Na Yesu alipendezwa na nadhiri yake, akamvisha pete kidoleni ya almasi, ambayo pete hiyo hamna mtu aliyeiona, ni yeye tu Katarina aliona, na Kristo ambaye alimvalisha ile pete kama mchumba wake. Kwa hiyo wazazi wake walikasirika Katarina jinsi alivyo ishi nadhiri hiyo, lakini aliwaeleza anataka kuwa mtawa. Wazazi walichukizwa. Kwa hiyo mama yake akawa akimpa kazi nyingi nyumbani kwao kama mtumwa. Aliweza kuvumilia hayo yote, lakini mwishowe mama na baba wanamruhusu aende utawani. Katarina akajiunga katika utawa wa 3 wa Mtakatifu Dominiko, akawa mtawa, akawa sister. Ndipo hapo nguvu zake, miujiza ikaonekana. Kwa sababu ya mapendo ya Mungu, Mungu akamzawadia Katarina, akawa na miujiza, aliweza kufanya miujiza. Lakini pamoja na hayo aliandika vitabu vya maisha ya kiroho, kwamba alimpenda Kristo na aliwaongoza watu jinsi ya kumpenda Kristo katika mfumo wa maisha ambayo alikuwa akiishi, na atakaweka utaratibu wa mfumo wa maisha ya kitawa. Lakini wakati ule mwaka 1300 kulikuwa na machafuko ndani ya kanisa, lakini hata ndani ya Italia, miji ile, tunaambiwa Katarina huyu mtawa aliweza kusuluhisha ugomvi ndani ya miji ya Italia. Wakati fulani kwenye historia yetu ya kanisa Katoliki, Baba Mtakatifu alikimbia, maana yake alitoka Italia akahamia Avignoni, Ufaransa. Kukawa kama kuna mababa watakatifu wawili, lakini Katarina mtawa huyu aliweza kusuluhisha tatizo hilo, kumtoa Baba Mtakatifu Ufaransa kuja Italia. Ana mchango mkubwa ndani ya kanisa. Ndio maana mwaka 1970 akatangazwa kuwa mwalimu wa kanisa kwa mchango wake, ujasiri wa kitawa. Lakini basi tukumbuke, katika juma la 4 la Pasaka tunamtazama Kristo kama mchungaji mwema, na tunaiombea miito mitakatifu, padi, utawa pamoja na ndoa. Sisi kama wazazi tuwaongoze watoto wetu kuitikia wito wa Kristo ambaye anawaita watu katika miito mbalimbali. Katarina Siena, tunaona wazazi wake walimkataza, lakini kwa sababu Mungu alimuita, wazazi walishindwa hata pale walipomkataza. Sisi tunaweza kuwa vikwazo kwa watoto wetu kuitikia sauti, kuitikia wito. Wapo wazazi wanasema, mimi mwanangu awe padi kwa sababu gani? Nitapoteza. Mimi mwanangu awe mtawa kwa sababu gani? Nitapoteza. Anayeita ni Kristo. Tuache watoto wetu kuitikia sauti hiyo, tuwaombee watoto wetu waitikie katika miito mitakatifu ya ndoa, utawa, upadi, kwa sababu Kristo mwenyewe ndiye anayeita. Sisi tuwe mfano wa mbele kwa sala zetu, kuwaombea kuitikia katika miito mitakatifu. Lakini tayari sisi ambao tuko ndani ya miito hiyo mitakatifu, tusikie kila saa sauti ya Kristo anayetuita kwa uaminifu katika wito huo. Tuko mapadi wengi, wengine sio waaminifu. Wako watawa wengi, wengine sio waaminifu. Lakini mpo watu wa ndoa, wengine sio waaminifu katika wito huo. Tujiombee kwa Mwenyezi Mungu kwa uaminifu kuisikia sauti ile kila siku ambayo Yesu anatuitia. Na katika somo la Injili tumelisikia Yesu anasema, anayemwamini Yesu amwamini yeye tu, anamwamini Mungu aliyemleta.
Kwa sababu gani? Yeye Yesu ni nuru. Tunaona kuna mshumaa amekuja kuisikia sauti ya baba yake kama nuru, kama mwanga katika dunia hii, kuleta mwanga, kuondoa giza, kuondoa dhambi. Kwa hiyo Mungu atujalie basi mara zote kuyaamini matendo ya Kristo, ambaye si matendo yake, yeye anamwakilisha Baba. Matendo hayo anayoyafanya, tulipobatizwa tulikubali kuunganika naye. Mungu atujalie basi kuishi kulingana na ahadi zetu za ubatizo, maana yake uaminifu kwa Kristo katika maisha mazuri ya kiroho Kristo.